Wa Tanzania, napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba Watanzania tujaribu kujenga utamaduni wa kufuatilia mambo mazito yanayotuhusu sisi. Sio kama mnatambua kwamba tarehe 28 mwezi wa pili Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania ilitangaza rasmi kuanza mchakato wa kuchunguza na kugawanya majimbo ya uchaguzi. Tutakumbuka kwamba kwa mujibu wa ibara ya 75(4) ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Katiba, Tume ya Tanzania ya Uchaguzi imepewa mamlaka pamoja na sheria ile ya tume ya mwaka 2024 ibara ile ya 10 yote vifungu hivi vimeipa mamlaka Tume ya Uchaguzi kufanya uchunguzi wa mipaka ya majimbo na kuona namna gani wanaweza kuongeza majimbo katika taifa letu. Kwa hiyo ni mamlaka ambayo yapo kikatiba na inapaswa kufanya ukaguzi na uchunguzi wa majimbo kila baada ya miaka 10. Watanzania napenda kuwakumbusha kwamba uchunguzi wa mwisho ulifanyika mwaka 2015. Tukaongeza majimbo 26 kati ya majimbo yaliyokuwepo. Mwaka huu ni mwaka wa 10 na unakwenda kufanya uchunguzi mwingine kwa lengo la kuongeza majimbo. Sasa sijui kama tunaelewa maana ya kuongeza majimbo katika uchumi wa kitaifa. Sijui kama mnaelewa zoezi hili katika uchumi wa kitaifa. Tunafahamu kabisa sasa hivi tunapambana kujenga uchumi wetu, lakini hata wahisani wanaondoka, lakini mwaka huu tutegemea kwenda kuongeza majimbo mengine. Sasa vigezo ambavyo vinatumika, kwa hiyo maana yake nini? Majimbo 26 yameongezwa. Kwa mfano, vigezo vinavyotumika sasa ni idadi ya watu, jiografia pamoja na mambo mengine ambavyo vinatumika. Hizo ndio pamoja na vigezo, lakini vigezo vikubwa ni idadi ya watu, lakini pia jiografia ya majimbo. Lakini ukiangalia jinsi tunavyoanzisha majimbo au majimbo yetu jinsi yalivyo sasa hivi, hata hivyo vigezo ambavyo vinavyotumika ni kama viendi sawa, haviko sawa. Kwa sababu kwa mfano Dar es Salaam kwa ujumla kwanza ina wilaya 6, lakini ikaongezewa majimbo, jumla majimbo 10. Unazungumza Kilala, unazungumza wilaya ya Kinondoni, unazungumza Ilala, unazungumza Ubungo, unazungumza Temeke, unazungumza Kigamboni. Sasa una majimbo mengine kama ya Kawe, Ukonga, Segerea, Kibamba, yote kwa ujumla yanakwenda Mbagala, yanakwenda kuunga tunakuwa na majimbo 10. Kwa Dar es Salaam ina jumla ya idadi ya watu milioni 7. Maana yake ni nini? Kama tuna majimbo 10, kwa maana yake Dar es Salaam kuna majimbo yana watu zaidi ya 600,000 kwa utaratibu huo. Sasa vigezo vinavyotumika kwa mfano kwa mikoa, kwa mijini, majimbo ya mijini wanasema walau kuwe kuna watu 600,000 na wa mikoani kuwe kuna watu 400,000. Sasa tujiulize, kwa kuangalia hivyo vigezo vya watu, lakini pia swala la jiografia, je, utaratibu tulio nao au idadi ya majimbo tulio nayo kwa kila wilaya unawiana na vigezo hivi tulivyo navyo? Kuna majimbo yana watu, kuna mikoa ina majimbo mengi, lakini ukiangalia idadi ya watu ni ndogo sana, lakini ukiangalia jiografia yake pia ni ndogo. Kuna mikoa ina majimbo machache, ina watu wengi. Kwa mfano mkoa wa Arusha una watu zaidi ya milioni 2.5, lakini kijiografia ni mkoa mkubwa sana, lakini una majimbo machache sawa na Njombe na maeneo mengine. Kuna maeneo kwa mfano Zanzibar ina eneo dogo sana, lakini na majimbo 50. Lakini pia yapo majimbo ambayo yana watu wachache sana. Unazungumzia majimbo mengine yana watu unakuta jimbo moja lina watu chini ya 10,000, chini mpaka 30. Sasa unajiuliza, na kuna majimbo mengine yana watu zaidi ya 7-8. Na kijiografia unakuta pia majimbo mengine kijiografia ni eneo dogo sana ambalo lingeweza kuwa kata au hata kijiji au mtaa, lakini limekuwa jimbo. Kwa hiyo nimependa kuanza na hii kwa lengo la kuonyesha kwamba bado tuna tatizo la mchakato wa kugawa majimbo. Nadhani tuna haja ya kukaa kama taifa kuwa na mjadala wa kitaifa. Tunaishauri tume yetu ingeweza kuanzisha mjadala wa kitaifa wakati wanaendelea kufanya uchunguzi. Ifanye mjadala wa kitaifa, Watanzania watoe maoni kuhusiana na namna gani tunafikiria, ni vigezo gani tunafikiria vinaweza vikaboreshwa vya namna ya kuandaa majimbo yetu.
Kwa mchakato huu ambao unaenda kwa taratibu unaotumika, ni dhahiri kwamba kila baada ya miaka 10 tutakuwa tunaongeza majimbo. Lakini mimi ningependa badala ya kuongeza majimbo, walau turudi tutengeneze mchakato ambao utatusaidia kupunguza majimbo, na tukawa na majimbo katika ile maeneo ambayo yanastahili kuwa na majimbo mengi. Kwanza kwa kuangalia idadi ya watu, lakini pili kwa kuangalia jiografia vizuri ipasavyo. Imagine sasa kuna wilaya ambazo, kwa mfano kama wilaya ya Ngorongoro. Wilaya ya Ngorongoro ina square kilomita 14,000. Ina takriban ya watu 250,000, lakini bado ni jimbo moja. Wilaya ya Ngorongoro Dar es Salaam inaingia yote. Wilaya ya Ngorongoro Zanzibar inaingia yote. Yaani wilaya ya Ngorongoro ukichukua ukubwa wa mikoa ya Tanzania, wilaya ya Ngorongoro inaingia kwenye 5 bora kwa ukubwa wa mikoa yote ya Tanzania. Nadhani ukihesabu mikoa mikubwa Tanzania, wilaya ya Ngorongoro inaingia kwenye 5 bora kwa ukubwa kijiografia. Na sio tu kama ni ukubwa kijiografia. Kijiografia hata kimazingira, kimiundombinu, Ngorongoro ni ngumu sana kimiundombinu, kijiografia. Yaani watu wanatoka kwa mfano makao makuu inabidi wapite wilaya zingine ndio waende makao makuu ya wilaya. Kijiografia ni wilaya ngumu sana. Nadhani kipaumbele katika kugawa majimbo, wilaya ya Ngorongoro ilikuwa namba 1 toka nchi inaundwa kama ni swala la kugawa majimbo. Lakini leo tunazungumza wilaya ya Ngorongoro na ukubwa huo ulionao, tunazungumza mbunge mmoja ambaye anatumia zaidi ya kilomita 200 kutoka kata moja kwenda kata moja. Mbunge wa Ngorongoro akitoka Kakesio aende Ngusoro Sambu Loliondo anakwenda zaidi ya kilomita 200. Anatumia takriban siku nzima kufika katika eneo. Sasa hilo ni jimbo moja ambalo sidhani kama hata linafikiriwa kutengwa au kugawanywa. Na kuna majimbo mengine unatumia bajaji ndani ya masaa 2 umeshamaliza kuzunguka kijiografia. Hata kama inaweza kawa ina watu wengi, lakini kijiografia inaweza kawa ni eneo ndogo sana ambalo inaweza kuwa mtaa, kijiji. Kwa hiyo nadhani tusiangalie tu idadi ya watu, lazima tutafute namna ya kubalance kati ya idadi ya watu na masuala ya jiografia. Kwa hiyo huko nyuma walitumia mbinu nzuri sana kabla ya kuwa na mfumo wa vyama vingi. Walitumia mfumo wa quota system, kwamba na ndio nchi zingine wanatumia ili kuleta usawa kwenye uchaguzi. Kama tunataka kutumia idadi sawa ya watu kwenye majimbo, basi tuwe sawa idadi sawa. Tusiwe na jimbo ambalo lina watu 800 na tuwe na jimbo lina watu 5,000 au 10,000. Kidemokrasia tunakuwa tujatenda sawa, kwa sababu gharama zinazotumika kuendesha jimbo moja, gharama za mbunge ni sawa kwenye majimbo yote. Sasa jimbo lina jiografia linaingia mara 20 kwenye jimbo lingine, alafu lina watu wanaingia mara kadhaa kwenye jimbo lingine, lakini gharama za kuendesha zinakuwa ni zile zile. Tunaona kabisa hatuko sawa. Kwa kama tunataka tutumie mfumo wa idadi ya watu, turudi kwenye quota system kwamba tuwe sawa. Jimbo tukubaliane kwamba majimbo ya vijijini, kwa mfano majimbo ya vijijini lazima tuweke threshold chini sana. Majimbo ya vijijini tuwe tunazungumza watu 100,000 mpaka 200,000 threshold. Lakini majimbo ya mijini tuwe tunazungumzia watu 300,000 mpaka 500,000. Sasa kitokea jimbo halijafikisha hao watu, hilo halifai kuwa jimbo, na tuone kwa usawa, ili mtu anayekuwa kwenye jimbo A akipiga kura na watu walioko kwenye jimbo B wakipiga kura watakuwa wako sawa. Maana yake tutakuwa tuna watu kwenye jimbo la Kawe 300,000 wanapiga kura na watu jimbo la Temeke 300,000 wanapiga kura. Tutakuwa na watu Arusha mjini 300,000 au 4 wanapiga kura na watu Mwanza mjini 400,000 wanapiga kura kwa usawa, kama tunataka swala la kuangalia idadi. Lakini kama hatutaki, basi tuangalie jiografia kwamba ni nini kinafanya, kwa sababu ni ipi ya kumpa jimbo mbunge, kwamba kama tatizo ni watu yani kama tatizo kwamba watu ni wengi, tusiache kuangalia pia jiografia. Watu wanaweza kuwa wengi lakini kijiografia ni manageable. Kwa mfano watu wa Ngorongoro wanaweza kawa ni wachache kwa watu wa Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam kijiografia inazunguka, yani ni rahisi mtu hata kuwa mjumbe, yani hata kuwa na mbunge mmoja Dar es Salaam, kwa sababu ni rahisi kuzunguka Dar es Salaam kwa siku moja ukamaliza. Lakini Ngorongoro pamoja na kwamba ina watu wachache, lakini kijiografia ni ngumu kuizunguka.
kwa sababu ya kijiografia, yani kwa kijiografia yake ni ngumu. Kwa lazima tuangalie hizo factor, tusiangalie tu swala la population. Dar es Salaam ndio ina watu wengi, lakini Dar es Salaam ni rahisi sana mbunge kufanya kazi, kwa sababu anaweza kuzunguka jimbo moja kwa siku nzima kwa gharama ndogo tu, hata kupanda daladala, kupanda bajaji. Lakini kule Ngorongoro unahitaji kuwa na cruisers si zaidi ya 2 kuzunguka jimbo zima, kwa sababu jiografia, mazingira mabovu. Kwa lazima tuangalie vigezo vingine vingi ambavyo tunavitumia. Kwa hiyo mshauri wetu ni sasa, katika kufanya hivi itatusaidia. Tukifanya hivyo, tukifanya uchambuzi wa namna huu, tutajikuta kwamba tutapunguza majimbo mengi na tutaongeza majimbo yale maeneo yanayostahili kuongezwa majimbo tu. Kwa mfano eneo la Ngorongoro na maeneo mengine ambayo ni makubwa kijiografia, ambayo mbunge atakuwa na kazi kubwa ya kuzunguka. Kwa hiyo vigezo vya watu tuendelee kuvioanisha na vigezo vya jiografia, kwa sababu hivi ndio vigezo vikubwa sana ambavyo vinapaswa kutumika wakati wa kuandaa majimbo. Kwa hiyo kama tunaweza kufanya assessment kwanza, majimbo tulionayo kwanza tufanye assessment, tufanye mjadala wa kitaifa. Je, tuna haja ya kuwa na majimbo mengi kila baada ya miaka 10 kuongeza majimbo? Tuliongeza majimbo 26 2015. Hatujui mwaka huu tunakwenda kuongeza mangapi. Na katika kuongeza hivyo, mengine atakuwa naongezwa kisiasa, kwa sababu tu watu fulani wana influence na kufanya maeneo mengine ambayo yanastahili kuwekewa majimbo yakakosa kuongezewa, kwa sababu pengine yanakosa influence au yanakuwa na maslahi mengine. Kwa hiyo kwa maana hiyo nini? Kwa sisi watu wa Ngorongoro, kwenye magrupu yetu wanahoji, na mimi naomba niwasemee watu wangu wa Ngorongoro, wanahoji kwamba kwa nini na sisi sasa tusianze kufikiriwa kuwa na majimbo mawili. Ngorongoro nimesema ina square kilomita 14,000. Ina tarafa 3. Tarafa hizi 3 zinagawana hizo square kilomita 14,000, ambayo hizo square kilomita 14 Dar es Salaam inaingia mara 10. Zanzibar inaingia mara 8. Yaani maana yake Unguja na Pemba kwa Ngorongoro. Tuna kila sababu ya wilaya Ngorongoro kufanywa majimbo mawili. Jimbo la ambalo lingine litakuwa linaangalia upande wa tarafa ya Ngorongoro, ambayo ina nusu ya idadi ya watu, lakini pia ina nusu ya ukubwa wa square kilomita takriban 8,000 kati ya hizo 14,000. Na jimbo la pili likachukua tarafa ya Sale na Loliondo, ambayo wakazi wake wanakuwa nao ni nusu, zaidi ya nusu ya wakazi wote wa wilaya ya Ngorongoro, na square kilomita nusu kwa ujumla. Kwa hiyo sasa nadhani tukifanya hivyo tutakuwa tumelitendea haki jimbo la Ngorongoro, wilaya ya Ngorongoro ibakie kuwa wilaya moja, lakini yawe na majimbo mawili kwa ajili ya kusaidia masuala ya kuwafikia wananchi na masuala mengine ambayo yanahusiana na maendeleo kwa wananchi kama wale. Kwa hiyo kwa leo sasa tunapenda kuwaambia tume yetu ya uchaguzi inapofanya uchunguzi, sijui kwamba lazima watu wapeleke maelezo au wanafanyaje au wao wanaamua, lakini sasa tuseme na sisi rasmi watu wa Ngorongoro tunaiomba au kuitaka tume ianze kufikiria wilaya ya Ngorongoro kutengeneza majimbo mawili katika majimbo anayokwenda kuyatengeneza, kwa sababu tuna sababu nyingi za kufanya hivyo, hasa sababu za watu, lakini pia sababu za kijiografia, ambayo ndio sababu kubwa ya msingi sana ya kijiografia. Sio tu kwamba jimbo ni kubwa, jimbo kijiografia ni ngumu kufikika. Hakuna barabara, mazingira magumu. Mambo ya wakati mwingine kutokana na kwamba pia ni hifadhi, kuna maeneo mengi unakuta muda fulani ukifika huwezi kutembea. Kwa hiyo ni muhimu kulifikiria hili na tunalileta sasa rasmi, ombi letu rasmi, na wana Ngorongoro wenzangu nadhani wataendelea kushinikiza hili, kushauri hili, kuona umuhimu wa kuwa na majimbo mawili katika wilaya ya Ngorongoro. Asante. Lakini pia kuna watu ambao wanafikiri kuna sababu pia za kisiasa. Kwa mfano kama jimbo la Mbeya na yenyewe linagawanywa kule kwa Furiaksa. Kuna watu ambao wanatoa maoni tofauti wakiona kwamba ugawaji wa majimbo pengine kuna watu ambao wanatakiwa kuongezwa kwenye mifumo ya uongozi. Hilo pia unalionaje? Asante mwandishi kwa swali lako. Ni kweli kwamba wakati mwingine kama nilivyokushasema majimbo haya yanagaiwa kisiasa. Kuna watu wameshafanya calculation kiushindani wanaweza wasishinde katika majimbo fulani. Hilo pia linaweza katika kikanuni za kugawa hazipo, lakini nyuma ya pazia hizo zimekuwa zikana. Ndio maana utaona majimbo yanayoongezwa kati hata yaliyoongezwa 2015 ni yale ambayo unakuta wanasiasa ndio walikuwa na msukumo, wenye influence. Sasa majimbo yetu kama kwa mfano eneo kama Ngorongoro, hatuna mtu ambaye ana interest ya kisiasa
hatuna interest ya kisiasa. Mimi mwenyewe sina interest ya kisiasa, nilishastaafu siasa, na hata mwaka huu niwaambie mimi siko kwenye siasa, siendi kwenye siasa. Lakini utaona kabisa kwamba majimbo kama unavyosema jimbo la Mbeya pengine linakuwa na interest na watu fulani, ndio maana linagawanywa na mambo mengine, kama hata kama inaweza kuwa na vigezo, lakini msukumo unatokana na pengine hizo interest za wanasiasa kadhaa wenye influence. Kwa hiyo tusifanye hivyo, tusiongeze majimbo kwa sababu ya influence za watu fulani za kisiasa. Tuongeze majimbo kwa sababu kuna vigezo vya kiutawala, kuna vigezo vya kimsingi kwa lengo la kuwafikishia maendeleo wale wananchi katika maeneo husika, kwa lengo la kuwasaidia wananchi waweze kupata maendeleo haraka. Kama vigezo vya kijiografia na vya idadi ya watu vinashabiana, vinaendana sawa, basi kuna haja ya muhimu ya msingi ya kufanya hivyo. Na wilaya ambayo inaweza ikawa ni mfano wa kuigwa kwa sababu idadi ya watu lakini pia jiografia ya kule vinaendana kwa pamoja, kuna umuhimu wa kuwa na majimbo mawili katika wilaya ya Ngorongoro, na tusigawe majimbo mengine kwa sababu tunawatafutia watu ubunge. Badala yake ikiwezekana tufanye assessment, tupunguze majimbo yaliyoko ili kupunguza gharama za kuendesha taifa letu. Gharama za kuendesha taifa letu ni kubwa sana. Na hata ikiwezekana, kwa mfano, hata hizi wizara tunaweza kupunguza wizara zikawa chache sana. Unaweza kuunganisha baadhi ya wizara na tukawa na wizara chache sana katika taifa letu. Uwezekano huu upo kabisa, na tutakuja kuizungumza kama mada nyingine. Tunaweza kuunganisha wizara, tunaweza kufanya serikali yetu ikawa ndogo ili kupunguza gharama za kuendesha serikali. Nadhani lengo iwe ni kupunguza gharama za kuendesha serikali, ukizingatia hata sasa hivi dunia inavyozunguka, wahisani wanapotea. Tutumie vizuri rasilimali tulizonazo badala ya kuongeza gharama za kuendesha serikali. Sawa.